Urusi imeendelea na mabalaa mengine ya mashambulizi huko nchini Ukraine usiku kucha. Urusi imeifunika Ukraine kwa usiku mwingine wa dhoruba kwa kutumia drone. Mashambulizi makali ya drone za Urusi yamewaua watu 6 na kujeruhi wengine 60 kwenye mji wa pili kwa ukubwa wa Ukraine wa Kharkiv, kwa mujibu wa maafisa wa Ukraine. Hali imekuwa mbaya sana huko nchini Ukraine kutokana na mashambulizi yaliyoanzishwa na rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin chini ya majeshi yake. Mashambulizi hayo yanafuatia mengine mawili makubwa kabisa wiki hii, ikiwa ni sehemu ya kampeni ya kulipiza kisasi baada ya mashambulizi makubwa ya Kiev dhidi ya Urusi wiki za hivi karibuni. Meya wa Kharkiv Ihor Terekov amesema wimbi jipya la mashambulizi ya drone limezikumba wilaya 4 za mji huo. Waendesha mashtaka kwenye mkoa huo wanasema idadi ya waliokufa imefikia watu 6, wakati wa uokoaji wakiendelea kuwasaka watu waliofunikwa na vifusi vya majengo. Kwengineko katika mikoa miwili ya kusini mwa Ukraine, Mykolaiv na Kherson, imekosa umeme baada ya vikosi vya Urusi kushambulia miundombinu ya nishati, kwa mujibu wa magavana wa mikoa hiyo. Urusi imeendeleza wimbi la mashambulizi mazito, lakini inaeleza kwamba ni kutokana na jeuri ya Volodymyr Zelensky. Hata hivyo, kumekuwa na mabadilishano ya miili ya wanajeshi waliouawa kati ya Urusi na Ukraine. Ukraine imepokea miili 1212 kutoka Urusi na wanajeshi wake waliouawa wakati wa vita vilivyodumu miaka 3 kati ya majirani hao wawili. Wanajeshi hao wanadaiwa kuuawa katika mapigano kwenye jimbo la Kursk pamoja na maeneo mengine ya Ukraine na Kharkiv, Luhansk, Donetsk, Zaporizhia na Kherson. Taasisi inayoshughulikia wafungwa wa kivita mjini Kiev imesema kuachiwa kwa miili hiyo kumejiri baada ya siku kadhaa za mvutano. Urusi imekuwa ikishutumu Ukraine kukataa kuchukua miili ya wanajeshi wake na kuitaka kuheshimu makubaliano yaliyofikiwa kati ya pande hizo hasimu katika mazungumzo yaliyofanyika mjini Istanbul mwanzoni mwa mwezi huu. Urusi ilisafirisha miili ya watu hao kwa makabidhiano mwishoni mwa juma, lakini Ukraine ikasema hakuna tarehe ya makabidhiano iliyofikiwa. Urusi inazidi kufyatua makombora huko nchini Ukraine kutokana na kile ilichokiita kwamba ni kisasi. Msururu wa mashambulizi ya makombora na ndege zisizokuwa na rubani yamekumba miji mingi sana huko nchini Ukraine. Hata hivyo, baadhi ya maeneo siku ya Jumanne ilidaiwa kwamba watu 13 waliuawa kufuatia mashambulizi hayo katika mji wa Odessa na Kiev, kwa mujibu wa maafisa. Rais Volodymyr Zelensky katika taarifa yake aliyochapisha kwenye mitandao ya kijamii ameyaita mashambulizi hayo kuwa ni moja ya mashambulizi makubwa katika vita hivyo vilivyoanzishwa na Urusi kwa kipindi cha miaka 3. Zelensky amesema vikosi vya Urusi vimerusha zaidi ya drone 315 pamoja na makombora 7 usiku wa kuamkia leo. Hospitali za wajawazito na makazi ya watu ni miongoni mwa majengo yaliyoharibiwa katika mji wa bandari wa kusini mwa Odessa. Meya wa mji mkuu wa Kiev Vitali Klitschko alisema mashambulizi dhidi ya mji huo yamewajeruhi watu 4 katika eneo hilo. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili ufahamu yanayojiri katika ulimwengu kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.